Shahidi wanne wa upande wa mashtaka ameweza kutoa ushahidi wake, na alikuwa ni shahidi ambaye anasema kwamba anatoka ni machinga, anatoka kule Ubungo Kibangu, na kwamba aliona ile video akiwa hapa posta hapa ya zamani. Aliweza kuona ile video ya ambayo ilikuwa ina ujumbe wa mwenyekiti Tundu Antipas Lissu akisema kwamba watakinukisha. Sasa na hiyo ilimfanya yeye apate jakamoyo na kuanza kurudi nyumbani na kutana na watu kijiweni pale Ubungo Kibangu, maskani, nakuta watu wanaipitia ile video, na baada ya hapa akatoka akampigia askari ambaye ni ndugu yake huko, anasema anatoka kule kituo cha Tabata Rerini, na ndugu yake akamhakikishia kwamba jeshi la polisi linachukua hatua stahiki. Lakini mnamo tarehe 9 ya mwezi wa 4 akaitwa. Mkumbuke tarehe 9 mwezi wa 4 ni tarehe ya msingi sana, ndio siku ambayo mwenyekiti alishikwa akiwa kule Tunduma. Lakini kumbe wakati huo huyu machinga yeye alikuwa amefanikiwa kwenda kuchoma pale hapo Penn Central Police, akatoa statement yake akaiandika, na tunafahamu ambaye alitokea. Sasa leo mwenyekiti ameweza kumpitisha yule shahidi katika ushahidi wake ambao maelezo yake ambayo aliandika kule polisi, na kuweza kuonyesha kwamba jinsi gani ambavyo huyu shahidi huyu asiaminiki. Alichokisema alichokiandika katika ushahidi wake, maelezo yake kule polisi yanatofautiana kwa sehemu kubwa sana, au kinakosa maelezo mengine ambayo leo kama anataka kuyapachikia na kuyaongeza. Na mwenyekiti ameweza kuonyesha kwamba huyu mtu hata kitambulisho cha NIDA hana. Simu alituambia, anasema na yeye simu ameshapoteza tokea mwezi wa 10. Huyo mtaalamu wa kusafu Facebook na WhatsApp na nini, tokea mwezi wa 10 mwaka jana mpaka leo hana WhatsApp, hana hiyo simu. Na baadaye ni kwamba huyo mtu akatoka hapo akasema na ndugu yake ya Tabata Rerini polisi, akuweza hata kumuonyesha huyo mtu. Lissu alimuuliza, je, utambulisho wako wa NIDA kama unao, je majiji wakabidhi? Hapana. Una leseni ya kufanya biashara? Hana. Wapi tunajua unanunua, nasema nunua hata hizo bidhaa zako pale Ilala Boma sokoni, uziko wapi? Aweze hata kuonyesha. Basi ilikuwa ilikuwa namna moja, ilikuwa kwa Kiingereza wanasema it was painful to watch, yani kwamba huwa inaumiza sana hata kuangalia, kwa sababu mwingine unapata hasira zaidi unaposikia, unayasikia na nani, wakati mwingine unapata shida, unaweza kupata vidonda vya tumbo kutokana na ushahidi wa namna ile, kwamba unaweza kunaamini hivi watu wenye akili timamu wanaweza kuwa na ushahidi. Hata mwenyekiti alimuuliza, wewe una akili sawa sawa? Una akili timamu? Ikawa ni hivyo. Serikali inataka kupinga, lakini masuala yaliendelea. Mwisho wa siku ni kwamba shahidi amemaliza. Hata serikali hakuwa na hata kuweza kumpinga katika yale ambaye mwenyekiti aliweza kuonyesha utofauti wa maelezo yaliyoandikwa polisi na ambayo yametolewa hapa.